Kuna uwezekano mkubwa wa kiungo Stephen Aziz Ki kurudi nyumbani kwao Jangwani msimu ujao kwa kuwa maisha kaskazini kimpira ni ngumu. Tatizo sio kipaji bali nafasi ya kuonesha alichonacho kutokana na sababu mbalimbali, na hii sio kwa Aziz Ki tu. Imekuwa hivyo kwa mafundi wengi watokao kusini mwa jangwa la Sahara kwenda kucheza mpira wa Uarabuni. Hii ni talenti kubwa sana. Aziz Ki bado na nafasi makutano ya Twiga na Jangwani. Hata hivyo, Edo Kumwembe alisema, sikumuona Aziz Ki akiwika Morocco kama ilivyokuwa hapa nchini Tanzania akiwa na Young Africans. Mpira wa Waarabu una mahitaji mengi ndani na nje ya uwanja. Unahitaji kwanza nidhamu ya hali ya juu kuliko mpira wetu ambao umekusanya timu nyingi dhaifu. Mfano ni kama ulivyoona FAR waliocheza na Young Africans weekend iliyopita. Ni mwendo wa mpira wa kasi na mbio nyingi. Mpira unachezwa katika tempo ya hali ya juu. Aziz ni mchezaji wa matukio zaidi. Amesema hayo Edo Kumwembe. Stephen Aziz Ki ni mchezaji wa soka raia wa Burkina Faso aliyezaliwa tarehe 6 Machi mwaka 1996 mjini Abidjan, Ivory Coast. Alianza soka akicheza viwango vya vijana kabla ya kuungana na vilabu mbalimbali barani Ulaya kama Rayo Vallecano, Sunrock, Omonia Nicosia na RS Limassol kabla ya kurudi Afrika kujiunga na Young Africans. Mwaka 2022 Aziz Ki alijiunga na Young Africans Sport Club ya Dar es Salaam, klabu ambayo ni miongoni mwa tunu kubwa za soka Tanzania. Alifika Jangwani akiwa na talanta ya kiungo mshambulizi na mara moja akamshangaza kila shabiki wa ligi kuu pamoja na Young Africans. Mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara akiwa na mabao mengi kutokana na umahiri wake wa kufunga na kupanga mashambulizi. Ni mafanikio ya viwango vikubwa akiwa na Young Africans. Alishinda tuzo kadhaa za msimu ikiwa ni pamoja na mchezaji bora wa msimu, mfungaji bora na kiungo bora kutokana na mchango wake mkubwa. Katika mechi kadhaa alikuwa nguvu akifunga hat-trick, mabao 3 na zaidi kwa klabu yake. Uhamisho na miezi ya hatua kubwa kuendelea kwa safari ya Stephen Aziz Ki. Baada ya mafanikio yake na Young Africans, Aziz Ki alivutia klabu nyingi barani Afrika na Ulaya. Mwaka 2025 alihamia kwenda Wydad Athletic Club ya Morocco, klabu kubwa inayoshiriki michuano ya kiwango cha juu barani Afrika na hata FIFA Club World Cup. Mwezi Januari 2026 klabu ya Al Ittihad Tripoli ya ligi kuu ya Libya ilitangaza rasmi kumleta Aziz Ki kutoka Wydad Casablanca. Dili hilo lilikuwa la thamani ya takribani $500,000. Young Africans pia ilipata sehemu ya ada ya uhamisho, yani transfer fee. Al Ittihad Tripoli ndiyo klabu inayoongoza nchini Libya kwa historia na ushindi, na imemfanya Aziz Ki kuwa mmoja wa viungo wake muhimu, akitarajiwa kusaidia katika mbio za ubingwa wa ligi na michuano ya bara. Sababu ya mafanikio yake, ujuzi pamoja na umahiri. Aziz Ki anajulikana kwa teknolojia ya pasi na udhibiti wa mpira, kuongoza safu ya kiungo, kuwa mtumia nguvu katika shambulizi, kupata ushindi muhimu, kuonekana kama klabu yenye nguvu katika michuano ya CAF, bora katika ligi kuu Tanzania bara. Iendelee kuwa na mafanikio ya ndani na kimataifa kwa muda wake akiwa Jangwani. Safari ya Aziz Ki ni mfano wa maendeleo makubwa ya mchezaji kutoka ligi za Afrika Mashariki hadi medani za kimataifa. Alifanya vizuri akiwa na Young Africans, akapata sifa kubwa, halafu akapata fursa ya kucheza nje ya nchi kwa sababu kubwa kwa klabu kubwa kama Wydad Casablanca, na sasa bado anaendelea kutimiza ndoto yake ya soka na rasmi amejiunga na Al Ittihad Tripoli ya nchini Libya. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, comment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.